Tunakukaribisha kwenye moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 4 na somo la 4 kwenye robo hili linalokuwa na kichwa kinachosema partager la mission de Dieu. Kushiriki utume wa Mungu. Verset clé, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 13, chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Yohana 13 mstari wa 34 inasemeka hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo watu wote watambue ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa tukiwa na swali ama comment, tunaweza kufanyaje? Swali ama comment ama changamoto yoyote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp na kuandika kwenye comment. Mungu akubariki. Tunakaribisha kwenye somo hili, usikose kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Kufanya hivyo utakuwa umefanya utume. Karibuni. Rafiki yangu, mara tena nikusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa kwenye somo ya mercredi na yuko na kichwa kinachosema la mission d'Abraham, utume wa Ibrahimu. Ndio tunauzungumzia leo. Tumezungumzia karama yake ama hiyo ya ukarimu, hiyo ya maombi, zile karama zake tumejifunza hazo kwa undani zaidi na upendo wake. Leo tunazungumzia utume wa Ibrahimu. Unaposoma kwenye kile kitabu kia Mwanzo sura yake ya 19:1 hadi 29, utaona ya kwamba wakati Ibrahimu alikuwa amefanya kazi hiyo ya kuwapokea watu, kulifikia muda waende mahali fulani. Mwanzo 18:25, iwe mbali nawe kufanya jambo kama hili, kuwaua wenye haki mmoja na waovu, ili wenye haki wawe kama waovu. Iwe mbali nawe hakimu wa dunia yote, hatenda haki. Hivi hatatenda haki. Hivi Ibrahimu alikuwa akimuomba Mungu, anasema si pale, alibembeleza Mungu akasema si pale ukipatikana wachache je hutawasamehe? Mungu akamwambia sema nitawasamehe. Lakini hatima ya mambo yote yale ilionekana kwamba mji wa Sodoma na Gomora walikuwa wamekuwa waovu zaidi. Kuna sifa tofauti ambazo tunaziona hapa katika maisha ya Lutu, kwa sababu wale wageni walipotoka kwa Ibrahimu wakashukia Sodoma na Gomora kwa ajili ya kuenda kuharibu hiyo mji. Na walipofika hapo wakakutana na Lutu ambaye alikuwa ni mwanajamaa wa Ibrahimu, na zamani pale walikuwa wameishi pamoja. Na inaonekana kwamba tabia moja fulani nzuri za Ibrahimu zilikuwa ameziambukiza huyo Lutu. Kwa mfano ukisoma kwenye Mwanzo 18:1 na Mwanzo 19:1a, utaona kwamba Ibrahimu alikuwa akikaa mlangoni. Hivi pia Lutu alikuwa akikaa wapi? Mlangoni. Ukisoma kwenye Mwanzo 18:2 utaona kwamba na Mwanzo 19:1b utaona kwamba Ibrahimu alipokea malaika, ndiyo akawakaribisha, na Lutu pia aliwapokea wale malaika. Ukisoma kwenye Mwanzo 18:5 na Mwanzo 19:3 utaona kwamba Ibrahimu aliwaalika wale chakula, kaenda kuwaleta, na hivi Lutu pia aliwaalika ili wakae. Na kitu kingine utaona kwenye Mwanzo 18:24 na Mwanzo 19:14 ya kwamba Ibrahimu aliwaombea wengine ili kwamba waokolewe. Hivi Lutu pia akawaombea wengine watu wa jamaa lake ili kwamba waokolewe. Angalia mfano kati ya tabia ya Lutu na Ibrahimu zilikuwa zinafanana kwa vitu vingi sana, kwa sababu mara watu wakikaa pamoja tabia inaweza kuambukiza mwingine. Wewe ukiwa mtu wa kiroho yako kinaweza kumwambukiza mwingine naye awe katika maisha hiyo ya kiroho. Hivi Ibrahimu aliombea Sodoma, lakini ni watu 3 tu ndio walinusurika. Alikuwa amewaombea ili kwamba waokolewe kwa neema ya Mungu, ndio upendo wake mwingi, 3 tu ndio wakaokolewa. Lutu aliwaombea wanawe, binti zake na wakwe zake, lakini binti 2 tu ndio wakapona. Unakumbuka hata wakati wa gharika waliambia watu wengi ili waokolewe, lakini wachache tu ndio wakaokolewa. Hivi unaweza kujiuliza, je, maombezi ya watu hawa wenye haki yalishindwa? Ama kuomba kwa Ibrahimu hakukuwa na nguvu kiasi ya kwamba hakuweza kuwaokoa watu wote? Watu 3 tu ndio wakaokolewa. Unaweza kujiuliza hiyo swali, lakini ujue ya kwamba hapana, maombi yao ilifanya kazi. Mungu hata muokoa mtu yeyote dhidi ya mapenzi yake mwenyewe. Wokovu unategemea uchaguzi wa kila mtu binafsi. Ukimuombea rafiki yako ili kwamba Mungu amguse, asipochagua kuguswa na Mungu hataokolewa. Hivi naweza soma hapa kwa Kifaransa hapo kunasema nous aimerions que tout le monde accepte Jésus et son plat
de salut, mais chaque personne a le libre arbitre. Notre tâche est d'éviter autant de personnes que possible à choisir Jésus pendant que nous accomplissons notre mission. Dieu nous assiste par le Saint-Esprit, mais il n'ira jamais contre la volonté de qui que ce soit. Le libre arbitre signifie qu'en fait de compte, peu importe ce que nous faisons, peu importe combien nous prions, le salut se résume au choix personnel de l'individu. Hivi wokovu wa mtu unafatana na uamuzi wake. Walakini maombi ya maombezi hutoa fursa za mabadiliko ambayo hayangeweza kutolewa na vinginevyo. Kwa hivi basi tusikate tamaa, tuendelee kuwaombea watu, lakini tunapojua tusikate tamaa. Ukienda kumhubiri mtu unamuombea hata lakini unaona hasibadiliki, kile kisikusukume kutofanya tena kazi ya utume. Mungu atatenda kazi. Asante Yesu Kristo kwa sababu umetufunza tena kwamba tunapowaombea watu huwezi kuokoa mtu ambaye hataki kuokolewa. Tupatie moyo wa mnofu na ukubali neema yako ambayo tumeipata kwa bure. Tukurejelee kutoka moyoni. Na huyu mtazamaji msamehe, akubali msalaba wako na kuja kwako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Kuna kazi ambayo nitakupatia, comment pouvons-nous apprendre à ne pas nous décourager si nous ne voyons pas le genre de résultats que nous attendions alors que nous accomplissons la mission. Kuna mara unapofanya utume unakusudia kuwaona watu wengi kuja kwa Yesu ama kuokoka ama kubatizwa. Sasa namna gani tunaweza elewa jambo hili wakati tunahubiri watu unawaombea lakini hawabadiliki? Andika kwenye comment, kinaweza kusaidia. Mungu akubariki.